Yes, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel ya kupendwa hii hapa ya H-Net Media ambayo inakuletea taarifa za kimichezo kila siku kila wakati. Ni wakati mwingine mzuri kabisa tunakutana hapa na tunaketi sote kwa pamoja kuzitazama taarifa ambazo zinaendelea kugonga vichwa vya habari sana huko katika mitandao ya kijamii, na si kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunakupasha habari wewe mtazamaji ili usipitwe na taarifa yoyote. Kama ilivyokuwa kawaida yetu kwamba sisi tunakupa chochote tunachostahili katika anga la michezo. Kuna kwa anga la michezo hivi sasa ni kutambiana kwa makocha kati ya kocha wa Wekundu wa Msimbazi Fadlu Davis na kocha wa klabu ya Young Africans Romain Folz. Kuna mengi walioyazungumza, lakini kauli tata ya kocha Fadlu Davis kuelekea katika mchezo wa Ngao ya Jamii finali hii ambayo itachezwa muda sio mrefu kutoka sasa ni kwamba kocha huyo ameweza kusema kwamba yeye hana pressure, lakini wenye pressure ni klabu ya Young Africans. Wakati kocha wa Young Africans akijibu mapigo ama akijibu mashambulizi kuelekea kwa kauli hiyo, nini kilichozungumzika hapo na nini kilichoendelea? Basi ni kuambia taarifa yote tunayo hapa katika meza yetu ya matangazo. Cha kuhusu wewe ni kuhakikisha kwamba unaenda pamoja nasi kuanzia sasa mwanzo wa taarifa hii mpaka mwisho ili uweze kuelewa ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo, hasa huko katika timu zako pendwa hizi za Simba na Yanga. Nikukaribisha tena kwa wakati mwingine. Hapa ni H-Net Media ambayo inakuletea taarifa za kimichezo. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi, basi nikwambie umepitwa na taarifa zetu nyingi. Ili sasa usiendelee kupitwa na taarifa zetu, hakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video. Lakini pia usisahau ku like, comment na kushare kwa watu wengine ili waweze kujua kwa nini kinachoendelea. Mara baada ya kusubscribe, usisahau kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza pembeni hapo. Kwa kufanya hivyo kutakufanya wewe wa kwanza kupata taarifa zetu tunazokuletea kila siku kila wakati ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Utazitazama taarifa zetu. Kama tunavyojua kwamba mechi ikiwa inaelekea kuanza, kuna vikao vya waandishi wa habari ambavyo vinafanyika. Imeweza kufanyika kwa upande wa kocha Fadlu Davis, akasema kwa kikosi chake yeye hana pressure, lakini wenye pressure ni Young Africans. Nini maana ya kauli hii? Aliweza kuinadi kauli yake na kusema kwamba wao Simba hawana pressure kwa sababu kwamba hawajapata matokeo mazuri mbele ya Young Africans kwa muda mrefu, lakini Young Africans wao wanaendelea kulinda kila ambacho wanakipata kwa upande wa Simba. Kwa hiyo lazima wao wawe na pressure, lakini watu wanasema kwamba kauli hii ya kocha Fadlu Davis haijawa na afya sana katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi. Hakupaswa kuongea hivyo. Hapa tukiangalia katika uchambuzi wa mwandishi mmoja na mfuatiliaji na mchambuzi wa masuala ya kimichezo David Campista aliweza kuandika katika ukurasa wake wa Instagram, Yanga wakiwa wanahitaji alama moja wachukue ubingwa katika msimu wa 2024-25. Uongozi wa Young Africans kupitia kwa bosi wao tajiri GSM akaweka bilioni 1 washinde dhidi ya Simba pamoja na hivyo hata draw ilikuwa inatosha tu kuwapa ubingwa. Fadlu Davis amesema hawana pressure, wenye pressure ni Yanga. Ni kweli Romain Folz anaweza akawa na pressure na kichwa kinauma kutokana kwamba Yanga ni kubwa na hawana shukrani. Wao wanachotaka ni matokeo tu, na wamesha set standard yao ya kuwataka Simba kwa karibu miaka 5 wakipata matokeo. Na kwa nini Romain Folz hata kikosi hajasajili lakini anapaswa kushinda? Anaweza kweli akawa na huko. Fadlu Davis yuko kwenye dunia iliyotulia akipewa nafasi kubwa ya usajili na kusajili wachezaji anaowataka kwa muda mzuri kwa kadri ya maandalizi ya msimu mzima. Kwangu kauli ya Fadlu Davis haikupaswa kutamkwa kwenye klabu kubwa iliyolemazwa na vipigo kutoka kwa hiyo timu ambayo anayesema ina pressure. Ni kama wako tayari kwa lolote, wakati Yanga anaishi katika utamaduni wa kushinda katika kila mchezo wanapokutana na Simba. Watu wengi wameweza kuzungumzia kauli hiyo ya Fadlu Davis kusema kwamba wao hawana pressure, wenye pressure ni Yanga. Ni kama kwamba yuko tayari kwa lolote litakalotokea, lakini kwa upande wa kocha Romain Folz, yeye aliweza kuzungumzia
Kuelekea kwa dabi hii alikuwa na machache tu ya kuzungumza. Kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Romain Folz ametuma salamu kali kuelekea katika mchezo wa ngao ya jamii dhidi ya Simba Sports Club. Folz amesema ana kundi kubwa la wachezaji wenye uwezo mkubwa wenye kucheza mechi yoyote na wakiwa tayari kimwili na kiakili bila kupata majeruhi wowote wapya. Kikosi chake kipo tayari na kipo imara kwa kupigania ubingwa. Kauli ya Folz ni ishara ya kujiamini kwa kiwango cha hali ya juu ndani ya Young Africans. Kuwa na kikosi kizima bila majeruhi ni faida kubwa kwa upande wake, na anapaswa kweli kushindana na Simba kwa ukubwa kama jinsi ilivyokuwa Simba. Kwa kauli hii ya Folz inawapa mashabiki ujumbe kwamba Yanga imekamilika si tu kiufundi bali kisaikolojia. Ushindani kwenye dabi huamliwa na hali ya akili na kimwili pia. Yanga wanaonekana wapo tayari kupigana kwa kila sekunde kwa ajili ya kuipigania nembo yao ya Young Africans. Kwa hiyo kauli ya Romain Folz ni kauli moja ya kishujaa ambayo huenda ikawa tofauti kabisa na kauli ya Fadlu Davids alivyosema kwamba wao wana pressure lakini Simba hawana pressure. Lakini si hivyo tu, kuna mchambuzi mmoja wa masuala ya michezo hapa alijaribu kutandika keka lake juu ya mechi hii ambayo watakutana na Simba Sports Club. Akajaribu kuweka kikosi chake hapa ambacho huenda kitaweza kwenda kupambana na Simba katika siku ya leo. Kama kawaida, gorini kamweka Digital namba 2, kamweka Isaac Shadow Kaboka namba 3, Israel Patrick Mwenda namba 4, Ibrahim Baka namba 5, Dickson Jobu namba 6, Duke Abuya namba 7, Celestine Kuwa namba 8, Musa Bara Conte namba 9, akikala Sinakoma namba 10, akikaa Prince Mpombe Dube, lakini namba 11 akikaa Pacome Pedro Zuzwa. Hichi hapo ni kikosi ambacho kimeweza kuwekwa hapa, lakini kuna baadhi ya watu wamekuwa na komenti zao kuelekea kwa kikosi hiki ambacho kikawa ni kikosi sahihi ama kisiwe sahihi kuelekea kwa mechi hiyo ya Young Africans wakiwakaribisha Wekundu Msimbazi katika mechi ya ngao ya jamii. Bana, hebu twende sawa na wewe katika komenti yako hapo, tia komenti yako hapo, alafu mimi nitakuja kupita nayo katika usawa wa kusoma comment. Hicho kilikuwa ni kikosi ambacho kimeweza kuwekwa na moja kati ya wachambuzi wa masuala ya kimichezo hapa Tanzania. Je, unakionaje kikosi hiki ambacho kimeweza kupangwa na mchambuzi huyu wa masuala ya kimichezo? Nini kilichopungua hapa na nini ambacho kisawazishwe? Basi unaweza kaongeza comment yako hapo ili tuweze kwenda sawa. Kwa wewe mwanafamilia ambaye umeichagua TV yako pendwa ya H&T Media iweze kukuletea habari za kimichezo kama hizi. Lakini ikumbuke kwamba Romain Folz mfumo wake anaotumia ni mfumo mgumu sana, ni mfumo wa 4-3-3, lakini kuna wakati anatumia 3-4-2-1, kuna wakati mfumo unabadilika. Kwa hiyo tutegemee nini kwa upande wa Romain Folz, kwa sababu ana mifumo yake ambayo ni mifumo tata na ni migumu kwa kuielewa kwa wapinzani. Yameenda kutokea mengi, tusubiri nini kitakwenda kuhappen, na sisi tuko hapa katika kukuletea taarifa zote za kimichezo. Langu jina naitwa Dia, tuko tena katika update zingine zijazo. Bye bye.